Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa Omega Online TV. Karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha The King Solomon Karaoke. Kipindi ambacho kinatukutanisha na waimbaji mbalimbali, wenye vipaji na hata wasio na vipaji ila wenye uwezo wa kuimba nyimbo za watu wengine. Na leo hapa studio nimetembelewa na wageni na nipo naye na tutakwenda kuzungumza naye. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante sana. Unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina naitwa Christina Edson Kisabo. Okay. Ninatokea usharika wa KKKT Wazo Hill. Karibu sana. Hapo huwa tunatembelewa na wengi ni waimbaji wenye vipaji na hata wasio na vipaji ila huwa tunawakaribisha. Kwa hiyo wewe upo katika upande gani kwa hapo? Ninacho kipaji. Unacho kipaji? Asante Yesu, ninacho. Okay, tunatamani kujua safari yako ya uimbaji wako au huduma yako wa kuimba ulianzia wapi na mpaka hapa tunapokuona? Mimi nimeanza kuimba nikiwa kuanzia mdogo. Okay. Nimezaliwa katika familia, naweza nikasema wengi wetu tunaimba. Kwa hiyo tumekuwa katika uimbaji, tulikuwa na kwaya ya kifamilia, lakini baadaye ikafa. Kwa kila mmoja na majukumu ya kimaisha, kwa hiyo haikuweza kuendelea. Hivyo basi sisi ambao tuliweza kuendelea, wale ambao tuna passion ya kufanya hicho kitu, tuliendelea mpaka hapa tulipo. Ulichonishangaza ni kwamba umeniambia mlikuwa na kwaya ya familia. Ndio. Ilikuwaje mpaka mkawa na wazo la kuanzisha kwaya ya familia? Ni mama yetu alikuwa anapenda tufanye hivyo. Yeye ndo alikuwa anatusimamia za kusema. Yes. Kwa hiyo alituongoza kwenye hicho kipengele mpaka kwa wakati fulani ambapo sasa kila mmoja ameshakuwa mtu mzima, anaweza kufanya maamuzi binafsi. Na mtu mwingine anaweza akaona kwamba mimi kwenye kuimba sio upande wangu, najua. Kwa hiyo tukaamua tu kila mmoja aendelee na vitu vyake. Na kwa nini mliamua kila mtu awe kivyake na msiendeleze kwaya? Kwa sababu nyewe tayari mmeshakuwa wakubwa. Mngetakiwa muorganize hata na wale ambao ndio wanachipukia sasa hivi kwamba tayari tumeshakuwa. Kwa nini msingeendeleza labda hiyo kwaya kwa sasa hivi mmeshakuwa na naimba? Kama nilivyotangulia kusema kwamba sio wote tunaimba. Wengine wana karama za kufundisha, wengine ni watu wa kawaida, unajua, sio wote wataishtiwa kwenye utumishi kwenye familia. Kwa hiyo japo wote ni watumishi, tunatumika katika kujenga mwili wa Kristo, ila kwenye swala la uimbaji tuko wachache, tuko wawili. Okay, na kanisani kwako huko unahudumu vipi katika upande huu wa uimbaji? Niko kwenye praise team. Okay. Yes. Na ushawahi labda kuwaza kwamba ufanye nyimbo zako mwenyewe au unaimba tu nyimbo za watu wengine labda? Nishawahi kuwaza hicho kipengele kwamba nifanye hicho kitu na kipo kwenye mpango, lakini kwa hapo baadaye kidogo. Tunashukuru sana. Na mtazamaji, nipo na mtumishi wa Mungu anaitwa Tina na tupo naye hapa studio. Kipindi hewani ni King Solomon Karaoke. Kwa hiyo tunaenda break kidogo. Tukirudi tutaingia katika swala zima la uimbaji. Endelea kuwa nasi. Pia unapotutazama, share linki hii ili na wengine waweze kubarikiwa. Tunaenda break, tukirudi tutaendelea. Karibuni Mamstock Store. Duka letu linapatikana Bunju A. Kituo ni kwa Baharia, hapa petrol station ya Guda. Duka letu lina nguo mbalimbali. Manake nikisema Mamstock inamaanisha full package. Kuna nguo za watoto, kuanzia watoto wachanga 0 mpaka miezi 18, za mabinti, watoto wa kiume, za kina mama, nguo za kina kaka na nguo za kina baba. Sisi tunafanya mpaka delivery. Ukiipenda nguo, ukijua wewe size yako ni gani, ukitufahamisha, basi sisi hatutasita kukutumia popote ulipo. Karibuni sana. Mtazamaji, kipindi hewani ni The King Solomon Karaoke. Tumerudi tena na tunaingia kwenye zoezi zima la uimbaji. Endelea kuwa nasi, tuendelee kubarikiwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Tina. Karibu uenjoy nyimbo hapa studio Omega Online TV. Karibuni.
haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki Yesu, tangu zamani haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Yesu, 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 haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. You are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, Jesus, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Yahweh, yeah, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega, Jesus. Yeah. You are Yahweh, yeah, you are Yahweh, yeah. You are Yahweh, yeah, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega, and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, yeah, you are Yahweh, Jesus. You are Yahweh, Yahweh, yeah, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega, Lord.
and Omega. Nisimamishe katika mlima wa utukufu wako Yesu. Nikuone ukipanda na kushuka Yesu, Yesu, nisimamishe katika mlima wa utukufu wako Yesu, wako Yesu, nikuone ukipanda na kushuka. Yesu, siku zote za maisha yangu nikuone wewe, siku zote za maisha yangu Yesu, nikuone ukipanda na kushuka, siku zote nikuone Yesu, nikuone ukipanda na kushuka. Siku zote za maisha yangu Yesu, Yesu, siku zote za maisha yangu Yesu, Bwana wangu, siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha Yesu, wewe, siku zote za maisha yangu. Asante. Na mtazamaji wa Omega Online TV, kipindi hewani ni King Solomon Karaoke. Hakika hapa studio leo tumebarikiwa sana 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 na uimbaji wa mtumishi wa Mungu. Bado tuko naye hapa mtumishi wa Mungu. Hongera sana sana sana. Asante. Hakika umetubariki. Asante. Kipindi unaimba mimi mwenyewe nilikuwa nimeshaingia kabisa uweponi. Hongera sana. Amina. Imekuwaje mpaka umeweza kuimba hivyo, umepanda na kushuka? Umejuaje kama hapa natakiwa nipande, hapa natakiwa nishuke? Yani niseme tu kwanza ni Mungu tu anaachiliaga vitu vyake kwa mtu. Okay. Alafu pia na mazoezi, kusikiliza watu wengine wanafanya nini. Vitu kama hivyo. Hongera sana. Natamani nisikie kidogo, bila beat. Nisikie kidogo tu, kwa kweli umetubariki sana. Hebu tuimbie kidogo pasipo na beat. Siku moja nilipigiwa simu, ilikuwa simu ya mwaliko. Jumapili tutamshukuru Mungu,
kwa sadaka ya pekee, uje uimbe kanisani kwetu. Muda ulipofika wimbo ukaimbwa, wao wakaja mbele, wamemtanguliza kijana na binti mmoja. Msemaji wao akaanza kutoa hotuba fupi kabla sadaka haijatolewa. Mungu, ninakushukuru sana Bwana kwa kumponya binti yangu aliyeugua kichaa. Pia ninakushukuru kwa sababu kijana huyu alionyesha upendo wa ajabu. Nilipomwambia achana na mwanangu hakufai tena, yeye alijibu, nimempenda nitaoa hivyo hivyo. Sijawahi ona upendo kama huu, sijawahi ona upendo kama huu. Yeah. Upendo haupo katika maneno, unaonekana kwa matendo, hauonekani kwenye raha, wathibitika wakati wa shida. Mara zote kweli wathibitika wakati wa shida. Mtazamaji, dondosha comment hapo tuambie kwamba wewe umebarikiwa ukiwa wapi. Mimi nimebarikiwa nikiwa studio. Mtumishi wa Mungu, hongera sana. Asante. Hakika huduma unaofanya inabariki watu wengi sana. Amen. Leo mimi umenibariki zaidi. Amen. Unalipi labda la kuambia watazamaji wanaokutazama sasa hivi kupitia kipindi hiki cha karaoke? Nawapenda. Asante kwa kunikaribisha studio siku ya leo, na tuendelee kumtumaini Mungu siku zote za maisha yetu, tuendelee kumwamini Mungu, tuendelee kulishia jina lake. Kwake kuna kila kitu. Amen. Kuna mtu anasema mimi natamani kuweza kuwa kama wewe. Oh. Natamani kujua wewe mtu ambaye unamfuatilia sana sana ni nani, labda una role model unamfuatilia? Yeah, yupo. Ni nani, nitajie tafadhali? Kwa Tanzania Popote tu. Okay. Kwa hapa Tanzania ni dada yangu Rehema, ni mama yangu, sijui niseme hivyo, na uko nje Messi Chino. Okay, ambaye tunategemea kumuona Tanzania siku zijazo. Siku si nyingi kutuenzetu kwa Yesu. Yes. Na ukipata nafasi ya kukutana na Rehema Simfuko na mimi, utamwambia nini labda? Kwanza nampenda. Okay. Cha pili, anihamishie madini kidogo. Yeye alifanyaje akafika pale alipo, na mimi natamani kufika hapo na zaidi. Na imani kupitia Omega TV atakuwa amekusikia na atasikia hizi taarifa kama haja kusikia. Tunashukuru sana mtumishi wa Mungu. Unapatikanaje labda, kwa sababu kuna watu wengi wanatamani kukupata, labda kwamba wanatamani huduma yako, unatoka labda kwenda sehemu zingine, au umeamua tu kutumika Wazo peke yake? Hapana. Sina mpaka, ni natumika kwenye madhabahu ambayo inamwabudu Mungu halisi. Okay. So napatikana kwa yote ambaye anatamani kudumu pamoja na mimi, kwa namba za simu. Yes. Yes, okay. Mitandao tu ya kijamii, namba za simu nafikiri wakitutafuta tutawapatia, labda kwa Facebook, labda Instagram unatumika kama kwa jina gani? Kwa Instagram natumika kama Tinei Eddy. Tinei Eddy. Yes. Okay, na mitandao mingine? Hapana, sina. Tunakushukuru sana. Swala la mwisho. Yes. Kuna mtu ambaye anajiuliza kule nyumbani kwamba mimi namfuatilia Tina, yeye sasa hivi tayari ameshafikia stage fulani,
mtu labda anatamani apate mafunzo kupitia wewe, labda unakaribisha mtu anayetamani kujifunza kwako wewe au? Yes. Kila mtu Mungu amempa kitu chake. So kama unaona unaweza kujifunza kitu kwangu, karibu sana. Tunashukuru sana. Na Mungu akubariki sana. Amen. Tutakapokuhitaji tena wakati mwingine, tunaomba usisite kuwa nasi. Amina, asante. Asante sana mtazamaji wa Omega Online TV. Kipindi hewani ilikuwa ni King Solomon Karaoke. Na tumeona jinsi tulivyobarikiwa na mtumishi wa Mungu Tina. Kwa hiyo mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Langu jina naitwa Thomas Joseph. Tukutane tena kipindi kingine. Bila kusahau tupo na watu ambao wanatudhamini katika kipindi hiki. Mtu wa kwanza ni Mamstock Store, wako pale Bunju, kituo cha Baharia, Guda Petrol Station. Wao wanakuambia njoo upendeze, njoo na mwanao waweze kupata pamba kali. Kwa hiyo wewe usichelewe, karibu pale ili uweze kupata kupendeza zaidi. Tunamaliza kipindi hiki na tukutane tena wakati mwingine. Mungu akubariki. Ila kabla tujamaliza, usisahau kusubscribe channel zetu kama Facebook, Instagram pamoja na TikTok ili watu wengine waweze kubarikiwa na huduma zetu hizi. Mungu akubariki na tuwe na wakati mwingine. Amen.